kutaka kufahamu kwanza ni kushukuru kwa kutaka kufahamu mimi na maoni gani. Kwanza ni kushukuru kwa kutaka kufahamu mimi na maoni gani, kwa sababu mimi nilikuwa sehemu ya walioshiriki moja kwa moja kwenye uchaguzi huu. Unajua mimi nilikuwa nahadithiwa tu, sikuwahi kuona wala kusikia. Kama unavyojua na mimi nilikuwa upande huo ambao unalalamikiwa, kwa maana niliwahi kugombea nikiwa upande wa CCM, lakini kwenye kura ya maoni tu, sikuwahi kugombea uchaguzi wa dola. Kwa hiyo hii ndio mara ya kwanza naingia kwenye uchaguzi wa dola, nikiwa natokea upande wa pili, sio kule nilikozaliwa na nilikokulia. Ukweli ni kwamba nimeona mengi sana na nimejifunza mengi sana, lakini jambo kubwa ambalo naweza nikasema tu ni kwamba madai yote ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu na taasisi yake ya Chadema wamekuwa wanalalamikia, yote ni sahihi. Yote ni sahihi. Na ni machache hayo ni machache. Kuna mambo mengi sana ambayo kama katiba haitobadilishwa na kama tume haitabadilishwa kuanzia chini kule kwenye vituo mpaka kule juu, ni ngumu sana kuitoa CCM madarakani. Watu pekee wanaoweza kuitoa CCM madarakani ni wananchi tu wenyewe, lakini si kwenye box la kura. Hiyo ni uongo, tunadanganyana tu, kwa sababu kwa mfano jimbo langu mimi lilikuwa na vituo 223. Bado vituo vya majumuisho kwa ngazi ya kata ambavyo ni 12. Alafu majumuisho yale ya moja kwa moja sasa, kwa maana ya tume ngazi ya jimbo. Kwetu sisi ilikuwa ni Bunda DC. Kuanzia kule kwenye vituo vya tume, yani vituo vile kwa maana ngazi ya kijiji, kunakuwa na karani, msimamizi mkuu wa kituo, msaidizi. Kunakuwa na watu kama 4 kwenye kituo cha kupigia kura kwa ngazi ya kijiji. Na kwenye kijiji kunaweza kuwa na vituo 3 mpaka 4, wakati mwingine mpaka 5. Lakini wale wote wale hawa ambao wako hapo kwenye hicho kituo ngazi ya kijiji, maana ni mwalimu, kama sio walimu wa shule ya msingi, kuna walimu wa sekondari, kuna waratibu kata, na kuna watendaji wa vijiji, na nadhani kuna watendaji kata pia. Ndugu yangu, nilichokiona huko sidhani kama ni sahihi. Hao wote niliokutajia hao, maana ni watumishi wa umma hao, walimu wa sekondari, walimu wa shule za msingi, watendaji wa vijiji, watendaji kata, wote hao wanakuwa na maelekezo kutoka CCM, aidha kwa mkuu wa wilaya na watu wengine. Na ni ngumu kwamba eti hata kama ukishinda kwa 90% kama ambavyo mimi nilishinda katika jimbo la Mwibara, ni ngumu sana kukutangaza, kwa sababu mbali tuna kwamba wale wanakuwa na kura feki nyingi sana kwenye pochi zao kama we ni msichana, na kwenye mabegi kama we ni mwanaume. Na sijui na lazima unapokuwa msimamizi wa uchaguzi kuanzia ngazi ya kijiji, kwa maana ya vituo vile kwenye vijiji, lazima aidha kama ni mwanaume na begi,
kama ni msichana ana pochi. Sasa mule ndani wanakuwa wamejaza makura feki kwa ajili ya diwani na mbunge. Sasa mimi nilishuhudia mwenyewe kwa macho yangu kwenye kituo kimoja, kwenye kata moja ya Nansimo, makao makuu ya kata, kulikuwa na kituo kidogo pale. Yaani ofisi ya msimamizi wa uchaguzi imefungwa. Ndani mule kuna jamaa wawili wanatiki kwa mbunge na diwani tu. Yaani wana mafomu tayari ambayo ni yale ya kupigia kura, ambayo wanatiki kwa mbunge na diwani tu. Wananchi kura wanazopiga huku, hata kama Musiba Cyprian umepata kura zote, lakini kuna wapiga kura labda 200 kwenye hicho kituo. Wao kwa mfano katika kituo hicho mimi nilikuwa na kura 90, Kangerugora alikuwa na kura 10. Wanafanya hivi, katika 10 zile wanaongeza 0 mbele. Maana yake tayari Kanga na kura 100, mimi na kura 90. Lakini wanaongeza tena kura zingine za wale wanaotiki kwenye kile chumba cha pembeni, zisizozidi 100. Kwa hiyo unajikuta kwamba Kange ana kura 200, Kangerugora, mimi na kura 90. Hizo kura zingine zote ni feki. Sasa nimetoa tu mfano mdogo, na hiyo ni kwa nchi nzima, sio kwa sababu Mwibara tu. Ni kwa nchi nzima. Kwa hiyo mimi niseme hivi, nchi hii ni yetu sote. Na sio ya CCM peke yao. Na hakuna sehemu katiba imeeleza kwamba Tanzania ni mali ya CCM. Hakuna kwenye katiba imeandikwa hivyo. Haipo. Katiba ndio sheria mama. Lakini kikubwa ambacho kinanisikitisha ni hawa watumishi wa umma. Watumishi wa umma wote kuanzia ngazi ya kijiji, kwa maana ya watendaji wa vijiji, walimu wa shule za msingi, walimu wa sekondari, maafisa elimu, si waratibu elimu kata, sijui maafisa ugavi, si maafisa mifugo, si maafisa kilimo, wote wale wanakuwa kwenye uchaguzi kwa nia moja tu ya kuhakikisha kwamba CCM inashinda. Sasa inasikitisha, na nadhani moja ya tatizo kubwa katika nchi yetu ni watumishi wa umma pia kujiengage zaidi ndani ya CCM, wakaacha majukumu yao ya msingi ambayo wanaelekezwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba wewe kama mtumishi wa umma haupaswi kuwa na upande, hasa unapopewa jukumu kubwa kama kusimamia uchaguzi wa Tanzania. Kwa hiyo moja ya tatizo kubwa sana la nchi yetu ni watumishi wa umma. Na watumishi wa umma wanakwenda huko wanaisaidia CCM kushinda. Angalia maisha ya walimu wa shule za msingi. Mimi nimetembea shule ya 48 kwenye jimbo langu. Jimbo langu kwa mujibu wa takwimu ndio jimbo maskini kuliko yote Tanzania, kwa maana jimbo la Mwibara. Kuanzia kwenye shule za msingi, mashule yote yamechakaa. Yaani wao CCM na hawa ambao walimu wanawasaidia kushinda, kwa maana ya wabunge wa CCM na madiwani, wana shule, wao wanasomesha watoto wao kwenye shule za private. Na hizo shule za private ni za watu wa CCM. Na wengine wako serikalini. CCM na baadhi ya watu wa serikalini wanashirikiana kuendesha mashule hayo ya binafsi. Kwa hiyo shule za serikali zimechakaa sana. Nafikiri jimbo letu la Mwibara linaweza kuwa linaongoza kuwa na mashule mabovu kuliko Tanzania nzima. Lakini nyumba za walimu hakuna. Nilikwenda nyumba moja kata ya Kisoria, mwalimu mkuu, ukiingia kwenye chumba chake hicho kuna mavi ya popo karibu yamejaa, na mwalimu analala humo kwenye mavi ya popo. Lakini cha ajabu sana, huyo mwalimu anaenda kusimamia uchaguzi na kuisaidia CCM ishinde. Kwa hiyo moja tatizo la nchi yetu kushindwa kupata maendeleo ni watumishi wa umma, hasa walimu na wengine ambao wako kwenye ngazi ya kata kule na kwenye ngazi ya wilaya. Ni tatizo kubwa sana. Na kama nchi tusipobadilika kwa ngazi ya utumishi wa umma na kwa ngazi ya wananchi wenyewe,
nchi yetu itakwenda katika matatizo makubwa sana. Sidhani kama nchi na kama taifa kwa sifa tuliyokuwa nayo wakati wa baba wa taifa itaweza kurejea tena. Nimeshuhudia mambo ya hovyo sana kwenye uchaguzi, kwenye ngazi ya ubunge na ngazi ya udiwani. Na kinachonisikitisha zaidi, wabunge wa CCM hawa ambao wameshinda na madiwani, hakuna mwananchi aliwachagua. Kwa mfano nizungumzie jimbo langu mimi la Mwibara. Wapiga kura walikuwa karibu 83 na ushe. Waliopiga kura hawazidi 16,000. Hawazidi. Lakini